mpakani, na kwa kila hali unapokea kwa kiwango kikubwa wananchi wa nchi hizi za jirani. Wako wanaokuja kihalali, lakini pia wapo wanaokuja kwa njia zisizo sahihi. Na mara nyingi tunapowakamata wananchi wanaoingia kwenye mkoa wetu, tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria, lakini kwenye vyombo hivyo tunapata changamoto wakati fulani za tafasiri nzuri za kisheria na mambo ya kiitifaki ya namna nzuri ya kudili na watu hao. Sasa unaweza ukakuta leo umemkamata, baada ya siku mbili mtu ameachiwa au amepewa kifungo cha nje. Sasa unajiuliza, kifungo cha nje kwa mwananchi ambaye sio wa nchi hii, sijui tafasiri yake imekaaje, lakini unapompa kifungo cha nje cha miezi 6, maana yake unataka aendelee kubaki hapa nchini kwa miezi hiyo 6. Kidogo sisi kwa tafsiri zetu hatuielewi. Kwa hiyo ningetamani siku zingine basi ututengenezeshee hata forum ambazo wataalamu wa sheria hawa watakaa na wataalamu wetu na wakuu wa taasisi hizi ambazo nyingi ni za vyombo vya ulinzi, ili kupeana uelewa wa pamoja ambao utatufanya tuliweke taifa kwenye mikono salama ya kiulinzi bila ya kuathiri majukumu ya mtu mwingine. Na kwenye hili ikikupendeza, basi lisiwe tu la mkoa huu wa Ruvuma, liwe pengine la mikoa yote, wakuu wa mikoa na viongozi hao, ili tukitoka hapo kila mmoja awe na uelewa mzuri wa mambo haya ya kisheria ambayo hayawezi kuleta changamoto za kiusalama ndani ya mikoa hii. Sasa nimeona niseme haya kama sasa hivi mkoa wa Ruvuma huwezi kusikia kuna changamoto ya wahamiaji haramu. Licha ya changamoto siku za nyuma zilikuwepo nyingi sana, watu kutoka nchi nyingine. Wakati nikiwa Tunduru kulikuwa tunashuhudia kwamba kuna watu wengine